Tafuta mic ya kawaida. Sasa sijaanza bana. Tacheka toka mweu. Haya, bismillah. Nani wa kwanza kuuliza swali? Msemaji. Okay, msemaji, mechi ya mwisho ya msimu kitu ambacho umekiona kwenye mechi ya mwisho ya msimu na tathmini yako kwa ujumla. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza msimu salama, tumemaliza msimu kwa kabila, tumemaliza msimu tukiwa hatujafikia malengo kwa 100% ambayo tulikuwa tumejiwekea. Malengo yetu ilikuwa ni kupata ubingwa msimu huu, lakini tumekuja kukosa katika mechi yetu ya mwisho. Lizi ya msimu yalikuwa mazuri, lakini mwanzoni tulianza kwa kusuasua hapa na pale. Mwalimu mkuu ambaye tutengeneza naye mpango ambao ulikuwa ufanye kazi msimu mzima aliondoka wakati ndio kwanza ni usajili, wakati ndio kwanza ligi inaanza, na baada pale ikapelekea mabadiliko makubwa, benchi jipya la ufundi, lakini vile vile ikapelekea kuondoa baadhi ya wachezaji ambao tuliamini hawakuwa na msaada mkubwa ndani ya timu yetu. Wakajalia dirisha dogo la usajili, tukafanya usajili mkubwa ambao ukaja kufanya mapinduzi makubwa ndani ya timu yetu. Kila mchezaji ambaye tulimsajili dirisha dogo la usajili mwezi Januari amekuja kuwa chachu kubwa kwenye mabadiliko ya timu yetu. Na in fact msimu huu sisi Simba Sports Club hatuna cha kujilaumu wala hatuna sababu ya kutufanya tukae kinyonge. Msimu huu tumekuwa na timu bora sana, tumeweza kutoa ushindani mkubwa sana, tumeweza kucheza mpira mkubwa sana, tumefanya kila kitu ili tuweze kufanikiwa kuchukua ubingwa ambao ndio alikuwa malengo yetu. Lakini kwa bahati isiyokuwa yetu, ukijumlisha na makosa ya baadhi ya waamuzi, mengine ya makusudi, mengine ya bahati mbaya, bana itakuwa poleni. Tulishia wapi? Ya msimu huu sisi Simba hatuna cha kujilaumu wala hatuna cha sababu ya kutufanya tukae kinyonge. Badala yake ni msimu ambao tumeumaliza tukiwa na faraja na furaha kubwa, kwa sababu tumefanikiwa kuiboresha timu yetu na kuifanya kwa bora. Na Simba msimu huu ndio timu ambayo imekuwa na kikosi bora, ndio timu ambayo imemiliki wachezaji wazuri na mahiri, ndio timu ambayo imekuwa na kiwango bora kwenye kila mechi, ndio timu ambayo imecheza na kuonesha upinzani mkubwa kwenye kila mechi ambayo tumecheza. Tulikuwa tuna nafasi na uwezo kabisa wa kuchukua ubingwa kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo, lakini ziko sababu ambazo zimepelekea Simba Sports Club kushindwa kutimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa. Ziko mechi ambazo hatukustahili kupoteza tukapoteza, lakini yako maamuzi ya hovyo ambayo mengine ni ya makusudi na mengine ni ya bahati mbaya ambayo yalikuwa yakifanywa na waamuzi wetu, ndio ambao wamepelekea Simba kukosa ubingwa msimu huu. Sisi kwetu, kwa maana benchi la ufundi, wachezaji wametimiza majukumu yao ipasavyo kwa 100%, wameonesha kiwango bora na kiwango kizuri, lakini yote kwa yote wapo watu ambao walikuwa wamekaa pembeni wakipewa nafasi ya kuamua mechi zetu, wanafanya makusudi kutuharibia, na mwisho wa siku wamefanikiwa kutengeneza gap la pointi 2, mnyama anakosa ubingwa. Yote kwa yote sisi bado hatujamaliza msimu. Sisi tumemaliza mechi ya mwisho ya ligi kuu hii leo. Bado tuna mechi moja ya kwenda kutupa furaha wana Simba. Na nilisema ya kwamba msimu huu kuna mawili ya lazima yatokee. La kwanza, tuchukue ubingwa wa makombe yote mawili, kwa maana ya kombe la CRDB na kombe la NBC. Lakini kama itashindikana
tutakosa moja basi tupate moja. Hii leo rasmi ni kwamba tumelikosa kombe moja, kombe la NBC. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nguvu kubwa inaelekea kwenye mechi yetu ya kombe la shirikisho la CRDB. Mwenyezi Mungu akijalia, kwa mipango tutakayokwenda kuifanya, tunaamini tunakwenda kubeba ndo hiyo, na kauli yetu iko pale pale. Msimu huu lazima tugawane furaha, wao wapate kombe dogo, sisi tupate kombe kubwa la kwenye nchi hii ya Tanzania. Hapo kwenye kombe la CRDB tunafahamu kama alizungumza akasema kwamba wanakwenda kuicheza mechi yenu kiroho, kimwili. Mmejipangaje kwa hilo? Kimwili sijui watachezaje mechi yetu wao na Azam. Wamesema watacheza kimwili. Sijajua bila Azam watakapotaka msaada basi wako tayari kuwasaidia. Sasa sijajua hapo kwenye kucheza kimwili wao na Azam watahusanisha viungo gani kwenye kucheza kimwili wao na Azam. It's very important. Wakati mwingine mkawa mnauliza mtu anapotangaza kwamba tunakwenda kucheza kiroho, kiroho inafahamika ni masuala mazima ibada, lakini kimwili lazima muwe mnauliza kimwili wewe na Azam na mingo vipi hapo kwenye kimwili. Yote kwa yote sisi vyovyote wavyo tuko tayari kwa ajili ya fainali yetu, na hiyo ndiyo option pekee ya kuwapa furaha wana Simba ambayo tumebaki nayo. Kwa hiyo tutawekeza nguvu zetu zote, tutawekeza akili yetu yote, tutaweka mipango yetu sawasawia, twende tukapambane, tukachukue kombe hili la CRDB kwa ajili ya kuwapa furaha wana Simba. Bado sijapata communication sahihi kwamba tunaondoka lini na nini, lakini maandalizi yanaanza moja kwa moja kuanzia sasa, kuanza mipango na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Msimu huu umeshindwa kutoa top scorer, goalkeeper bora, lakini pia kwa MVP na shua. Hatukuwa tumewekeza nguvu kubwa kwenye individual prizes kwamba ashinde mtu mmoja mmoja. Hatukuwa tumewekeza nguvu kwenye eneo hilo. Msimu huu tulikuwa tumewekeza nguvu kubwa kwenye tuzo ya timu kwa ujumla. Misimu miwili iliyopita tumefanikiwa kuchukua hizo tuzo. Tulikuwa na tuzo ya mfungaji bora, msimu ule ilienda kwa Saidon Tibanzokiza, msimu wa mwaka jana ikaenda kwa Jean Charles Ahoua. Kwa msimu huu tukasema hebu tu focus na mafanikio ya kitimu. Wachezaji wanapoingia uwanjani wasitafute zawadi binafsi. Ikitokea zawadi binafsi ahlan wa sahlan, lakini isiwe ndio malengo ya kwamba tunatafuta kiatu cha mfungaji bora. Sisi tunatafuta magoli ya Simba yaende yakaipe Simba ubingwa. Ndio maana umeona haikuweza kutokea mazingira kama hayo ya kuwa na mfungaji bora na vitu kama hivyo. Lakini yote kwa yote Simba sisi tuna mchezaji bora kwenye kila eneo. Nikikwambia Tanzania hii nitajie timu ambayo ina mchezaji aina ya Anicet Oura, huwezi kupata. Tafsiri yake ni kwamba Anicet Oura ni mchezaji bora. Nikikwambia Tanzania hii nitafutie Libase Geye kwenye timu 15 za ligi kuu, hauwezi kumpata. Nikikwambia nitafutie Chama kwenye ligi kuu, huwezi kumpata. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba Simba hata kama hatupati tuzo za mchezaji bora na vitu kama hivyo, lakini Simba tunamiliki wachezaji bora ambao huwezi kuwapata katika timu nyingine yoyote ya Tanzania. Huwezi kwenda kumkuta Kibabage katika timu nyingine yoyote ya Tanzania hii. Huwezi kwenda kumkuta Kagoma katika timu nyingine yoyote ya Tanzania hii. Maana yake ni kwamba Simba sisi kila mchezaji wetu ni mchezaji bora, anastahili kuwa MVP wa ligi hii ya Tanzania. Lakini pamoja na yote hayo, mfungaji bora, tuzo bora na kitu gani, Simba Sports Club tumetoa goli bora la mwaka la dunia, Puskas Award. Kwa hiyo peke yake inatosha kabisa kuzima vitu vyote hivi.
na nani? Diara. Toa neno, comment. Mchezaji bora, kama tunataka mchezaji bora katika ligi yetu ya Tanzania, basi ni Yusuf Kagoma, MVP. Sasa nitaje? Amjanipinga maridadi. Swali jingine? Asante. Mmemaliza? Leo machache sana. Machache sana. Au na nyinyi mmechoka? Sijachoka. MC umeisha. Tukutane Zanzibar. Tukutane Pemba.